Mufti unamwelewa? Anaona kuna muda huwa anahema juu mpaka anambia Mufti mtulia. Bwana akija nitamuuliza, mbona akija anakuwa na heka? Hao vitu vilikuwa vijapanda. Yaani Mufti ndo alivyo na heka yani. Muda wote ana utulivu. Na hawezi kutulia kipindi hiki cha ligi inaenda ukingoni. Hawezi kutulia. Na sio tu ligi inaenda ukingoni. Yule ndio mtu ambaye anamaliza cappuccino pale ndani. Kwa hiyo inawezekana alikuwa na anafipa cappuccino. Sasa na leo mtozi ananiambia ameweka limitation. Ali Mufti karibu sana bwana. Ali wa Mbuzini, Ali Machopa. Ukweli anaeka. Mpaka miwani leo kasahau. Yaani bwana anaeka. Sherehe yangu akudumu. Wewe umepeleka wapi kwanza kaka? Bibi, atakuzoea. Uko poa? Alhamdulillah. Mambo yanakwenda vizuri. Kila kitu kipo sawa. Usijibane kucheka. Hauna ruhusa tu kucheka. Wewe cheka. Kipo vizuri. Jana kuna rafiki yangu mmoja yuko Dodoma. Ndio. Anaitwa Abdul Aziz. Anasema Ali Mufti bwana amevaa miwani mizuri sana. Ikiwezekana bwana, hebu mwambie nipe maelekezo juu ya namna ambavyo naweza nikapata hiyo miwani. Sasa leo umekuja una miwani. Ndio tuaje maelekezo kaka. Uko sawa sawa lakini. Mimi nipo vizuri. Karibu sana. Mangula wanakufuatilia sasa. Ni kweli kabisa. Na wamelipia kisimbuzi kwa sababu ya finali za kombe la dunia, lakini sio hivyo tu, pamoja na uondo mwingi ambao unapatikana katika kisimbuzi cha Azam TV. Unaniruhusu niendelee? Mimi tena nimekuruhusu kaka. Kwanza nakumbuka wakati unafungua tu kipindi ulitoa agizo ya kwamba kuna posti nije nao kuhusiana na golikipa wa Cabo Verde. Ndio. Kwa hivyo mimi bwana ni mwadilifu na agizo lako bila shaka tutalikuta hapa. Basi. Twende moja kwa moja katika zilizobamba mitandaoni tuone na kwenyewe kuna habari gani. Kikubwa nimefurahi kuungana na Pascal Chazi. Mara chache huwa tunakutana, lakini nimefurahi ile kuungana nayo, lakini pamoja na Nonga. Edo Kumwembe, mmoja ya wachambuzi mahiri kweli wa soka hapa nchini, ameweka matokeo na hii posti ni ya kwetu, hii template ni ya kwetu kabisa. Kwa hivyo sasa Ali Mufti umeona hapo uliposimama hapo ndo uliposimama mara yako umepaona hapo. Basi vizuri. Ushanielewa Nimekuelewa vizuri kabisa. Sawa, anatukumbusha mwaka 2019 katika michezo ya kufuzu AFCON, Tanzania ilifunga Cape Verde kwa magoli 2 na miongoni mwa wafungaji alikuwa ni Msuva pamoja na Mbwana Ali Samata. Kwa hivyo baada ya Hispania jana kukaziwa na Cape Verde, kumekuwa na mjadala mwingi sana, na haswa watu wakikumbuka pale ambapo tulikutana nao sisi. Unaweza kaona katika posti hiyo Wastara huyo Msese amekuja kucomment hapo. Mwana FA naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo ni miongoni mwa watu ambao wameguswa na posti hiyo ya Edo Kumwembe. Twende katika posti nyingine tuone na kwenyewe kuna habari gani. Haya yote ni kuhusiana tuna kile ambacho kilitokea jana kati ya Hispania dhidi ya Cabo Verde, mechi ambayo ilimalizika bila goli. Huyu ni Zaka za kazi. Caption yake anasema shikamoo Taifa Stars. Hakika bila shaka alilenga kuandika hivyo, hakika mlistahili kuwepo kwenye kombe la dunia. Zaka za kazi. Insha Allah safari ijayo, always next time. Haya ni maneno ya mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa Azam FC Zaka za kazi, akisema hivyo kwamba timu ya taifa ya Tanzania ilistahili kuwepo katika finali za kombe la dunia, na haswa akirejelea matokeo yetu sisi kwa maana ya Tanzania dhidi ya Cape Verde. Sisi wababe wa Hispania tuliwakanda. Wababe wa Hispania tuliwakanda. Sisi tuliwakanda. Ndio. Lakini kuna mtu anasema hapa Mbinga tena. Anasema Cape Verde hii ya sasa hatuiwezi. Idi unasemaje? Watu wanapenda violence. Yaani tuiwezi kwa sababu gani kati mara mwisho tuliwezi. Kwa hiyo mimi nadhani tuheshimu historia. Kwani kihistoria sisi tumewafunga Cape Verde na wao wamepata sare dhidi ya Hispania. Tukikutana nao hapa ndo tutazungumza mazungumzo mengine. Ilivyobaki sisi wababe wao watu waache kwanza. Kwa sababu pia hata ukirejea ni kwamba hata wao walitufunga tulipokwenda kwao. Ndio kwa goli 3 walitufunga na wao walikuja kwetu. Kwa hivyo ni kama vile au mcheza kwao utunzwa. Kabisa.
Kwa tunawataka vile tuje nao tuone na kuanza. Sababu hatuwezi na Ali, tusijipe moyo, wali wa kushiba huonekana kwenye sinia. Alichokifanya Cape Verde juu ya Hispania ni kama vile ilikuwa kila mmoja ameshangazwa na kilichojitokeza. Hata wewe nikikuuliza kwamba mechi ya Hispania na Cape Verde unaitazamaje, moja kwa moja unaweza kusema Hispania anapata ushindi kwenye mchezo. Na ukiangalia historia ya Cape Verde hawana historia kubwa kulinganisha na Hispania. Kwa watu wengi walishangazwa sana na kile kilichotokea jana. Sawa. Haya, twende kwenye posti nyingine tuone kwenyewe nako kuna habari gani. Hayo ni mambo ya fainali za kombe la dunia ambapo uondo wake unaupata Azam Sports 2 na Azam Sports 4. Sasa hii ndio niliagizwa kwamba bwana unatakiwa uje nayo hiyo posti. Nikwambie tu kabla ya mechi goalkeeper wa Cape Verde alikuwa na followers 50,000. Hii hapa. Goalkeeper wa Cape Verde. Kabla ya mechi. Lakini ulikuwa unafuatilia hii. Hii kweli ulikuwa unafuatilia. Na baada ya mechi goalkeeper wa Cape Verde baadaye katika ndani ya saa 24 akawa na followers hawa milioni 3. Yaani milioni 3. Amewazoa ndani ya dakika 90. Dakika 90. Yaani zile dakika 90 zime influence ama zimewasukuma watu kuweza kumfollow goalkeeper wa Cape Verde na mwisho siku akapata. Lakini sasa mpaka sasa hivi tunavyozungumza ana followers wangapi? Mpaka sasa tunavyozungumza baada ya mimi kuingia hapa katika kipindi, tuone katika posti inayofuata na kwenye tuone mambo yapoje. Haya. Hapa Sky Sports Football wanasema baada ya Cape Verde goalkeeper baada ya mechi dhidi ya Hispania goalkeeper Cape Verde amepata followers hawa milioni 5.7 mpaka sasa. Anaona bila shaka wanazidi kumiminika. Milioni 5, kazi kubwa sana. Alafu umri umeenda hidi miaka 40 bwana. Umri ni namba. Nakumbuka Isam Taufik El-Hadhari ndiye alikuwa anacheza akiwa na umri wa miaka 40. Na kwenye World Cup pia yuko kipa wa Scotland mwenye rekodi ya miaka 41. Ndio. Yupo kwenye hii michuano. Na uzuri kwa upande wa magolikipa wao kadri umri unazidi kuongezeka wao wanazidi kuwa bora. Bora okay, sawa. Jana kuwazuia wale Spain iliyotimia ile shekhe kufanya save 7. So kitu hatari bana. Haya, twende katika posti nyingine tuone na kwenyewe kuna habari gani. Sasa hawa ni Coastal Union baada ya Waling'ombe hao. Waling'ombe baada ya kushinda magoli 3-1 dhidi ya KMC katika dimba la KMC Complex pale. Waliweka posti. Hii ni baada ya Thomas Ulimwengu Uncle Tom kufunga goli, wakawa wamelimwaga pale Mayeno. Sasa anasema tusaidieni kuwasimanga huko chini walipo, na hii sebene kwa hisani ya Thomas Ulimwengu. Lakini kuna mwingine hapa anasema anasema hata amjajali wenzenu wana huzuni. Yani kwa maana ya huzuni wa hali walionayo KMC kwenye NBC Premier League, lakini bado hao mabwana waliwafunga na Mayeno akayamwaga. Yani hao bwana walichokifanya kama mtu unazama hivi kwenye maji. Baada ya wao kutoa msaada wanaenda kuchukua tofali bwana wewe wanashindilia. Na siku hizi usisumbue watu. Na waza tumekana visimu vyao na kurekodi ili waposti baadaye wakati unazama. Na KMC kama wamesema sana uvumilivu, wana mechi kama 3 fulani tutaacha kuwasema sasa kwa umeondoka. Sasa washazoea. Nilimsikia kocha wa KMC Uhuru Suleimani Mwambungu anasema yeye ni mtoto ambaye chimbuko lake hapa Coastal Union. Kwa hivyo anataka kuwaonesha wazazi wake katika kabla ya mechi hiyo. Kabla ya mechi. Na kweli aliwaonyesha. Waonyesha kaka dakika 3 tu. Chuma. Yaani dakika 3 tu. KMC wanafungwa lakini sio kwa dakika 3. Dakika 8 nyingine. Baada ya Ivory Coast baada ya kumkalisha Ecuador, hili ndio lilikuwa shangwe ndani ya chumba cha kubadilishia jezi. Shangwe la Ivory Coast. Hebu tusikie kidogo tu kionjo hapo. Tumezoea pia kuyaona haya mambo kwenye NBC Premier League. Kwa mfano Dodoma Jiji baada ya kuifunga Young Africans walifanya kama
kama kaparedi fulani hivi unajua kurejea Dodoma pale kutoka kule paredi lile paredi shekhe na matisheti toka yes na matisheti kabisa. Kwa hivyo Ivory Coast kumbe wana haki kufanya hivyo, si ndio? Na kweli haki wanayo, kwa sababu kwenye timu za Afrika so far ambazo zimecheza mpaka sasa ni hao ndio wameshinda peke yao. Kwa hiyo wacha wafurahie rekodi wamejiwekea kwa mpaka sasa hivi kwenye timu zetu za Afrika ambazo zipo. Ni Tunisia peke yake ndio alikuwa mkono yule na tayari kocha wamempa mkono kwa heri, watu hawachelewi. Haya basi sawa. Ya mwisho kabisa inakuja hapo tuone post ya mwisho kabisa ili ni huyu bwana anafanana na mtangazaji wetu hapa, bwana wewe ulisema hii post tumeipenda mufti kapita nayo hapana na wasanii watu wanatoka mbali bwana. Hali imekuwaje? Imekukuta nini leo? Sasa mimi nategemea baada ya hii posti followers wataongezeka. Hali ushanipeleka mjini ndugu yangu. Kwanza unajua sikukutegemea. Bwana. Bwana hili kwa mwaka gani? Hiyo ilikuwa 2015. 2015. Alafu 2016 mwezi wa 6 ndo nikaja hapa. Kwa hivyo ni miaka zaidi ya 10 sasa. Na ilikuwa Tanga sio? Hapo nilikuwa mtangazaji kinara wa michezo kwenye hiyo. Wakati ule nako nilikuwa kinara. Kule nilikuwa nafanya program nyingi. Nilikuwa mwandaji, mtayarishaji na mtangazaji wa mechi uwanjani. Laxi, huyu ni Laxi yule wa shabiki mkubwa wa Simba yule. Laxi Tizen. Anasema umetebwereshwa tebwele. Yaani hapo unyo hana. Afu huko chini James Emmanuel anasema hapo bado hujawa mzee wa unyo. Hapo nilikuwa naitwa Super Kibonge. Super Kibonge na Ali. Hapo nilikuwa naitwa Super Kibonge. Au alikuwa ni wana super presenter on the planet. Siku nyingi sana. Sasa Kibonge ilitokana na nini? Kwa sababu ya wembamba niliokuwa nao. Kinyume chake. Basi sawa, sisi tumefurahishwa kuiona. Ali nikuthibitishie tu ushanipeleka mjini. Basi hiyo posti nitakuwa kama goalkeeper wa Cabo Verde. Bwana Bozinho. Nani wakumbushe tu watazamaji wa Viwanjani ya kwamba ili kuiona kwa uzuri zaidi hii picha basi tembelea katika ukurasa wa Hassan Ahmed _ Instagram kule, basi utaichungulia kwa uzuri kabisa. Na tuone kesho tukirudi hapa tutaangalia hii bwana wewe ukurasa wako ulikuwa na followers wangapi? And then baada ya 24 hours kwa maana ya saa 20. Mufti tafadhali. Umepata watu wangapi? Bwana nashukuru sana. Asante sana. Bwana mimi unaniruhusu niondoke. Ali unajua leo I say. Ali nenda tu ndugu yangu. Asante sana bwana. Asante.